Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, tuko na Mnandi Jayala, Mnandi Junior hapa, shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaungana naye hapa kwenda kuangazia yaliyo mengi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa ambalo tutaenda kuangazia ni kuhusiana na klabu ya Simba kushika nafasi ya 3, namba 1 ikiwa ni Al Ahly, namba 2 ikiwa ni Zamalek, na namba 3 ikiwa ni Simba, huku Young Africans wakiacha nyuma. Yote haya ungana nami mpaka mwisho wa kipindi chetu. Bwana Mnandi Jayala, Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, na leo ni siku nzuri, ni siku ya sikukuu ya Eid. Ni sikukuu ya Eid al-Hajj. Tunasherehekea, na mimi pia binafsi ni sikukuu ambayo inaendana na mimi. Inaendana na jina langu. Okay. Kwa mujibu wa Global Statistics, klabu yako inashika nafasi ya 3 katika vilabu 10 yenye uthamani zaidi ndani ya bara la Afrika. Kuna lipi la kuzungumzia? Nao kwenye mwiko, kabla sijatoa ufafanuzi. Hao kwenye mwiko wako nafasi ngapi? Si wapo kwenye takwimu hapo. Unataka kujua watani zako? Waangalia hao kwenye mwiko huko nao wako nafasi ngapi? Kwa sababu bwana wakubwa, klabu yako watani zako wako nafasi ya 8. Nafasi 5 hizo. Nafasi 5. Alafu wanasema wao wakubwa. Alafu wanasema wao wakubwa. Lakini wakubwa kwenye maandamano tu. Wakubwa kwenye maandamano tu ndio wanaongoza, kwa sababu hamna klabu yoyote inaongoza kwa maandamano kwenye bara la Afrika. Kama sio wao nyuma mwiko. Wao kwenye kipande hicho wanaongoza. Sisi tuongoza kwenye vitu vingine vyote vya kimaendeleo kwenye soka duniani na kwenye bara zima la Afrika na kwenye ligi ya Tanzania. Ila kwenye swala la maandamano wao binafsi lazima watachukua uzito kwenye kipande hicho, lakini sisi tutakuwa tunachukua vitu vyote kwenye sehemu tofauti na hiyo. Unadhani kushika kwenu nafasi ya 3 kunaongezea hadhi gani kwa klabu ya Simba, ili hali hamjachukua hata ubingwa mara moja wa ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho barani Afrika? Kuchukua ubingwa sio sababu. Unaweza usichukue ubingwa na ukawa kwenye namba nzuri barani Afrika, kwa sababu ukiangalia hata hao Mamelodi Sundowns, huo ndio kwanza ubingwa wao wa pili toka 2016 wauchukue. Walikuwa hawajauchukua tena, ndio wamekuja kuchukua ubingwa msimu huu dhidi ya Farabat kutoka pale Morocco. Nadhani mara ya mwisho wanaochukua ubingwa, kumbukumbu yangu, waliuchukua kwa Zamalek kama sikosei, ndio wakawapiga Zamalek wakachukua ubingwa, kumbukumbu yangu 2016. Kwa hiyo mimi naamini binafsi Mamelodi Sundowns amepiga hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu Mamelodi hatua yake kubwa ilikuwa ya 4, ya 3 nafasi zake za kukamata. Lakini unaona Mamelodi sasa hivi ndo anashikilia usukani pale kwenye range. Yeye ndo namba 1. Wakati National Real ashazoea kukaa pale muda wote kwenye namba 1 barani Afrika. Na ndio maana msimu unaofuata anatakiwa ashiriki kwenye mashindano ya shirikisho. Anasema eti hatoshiriki kwa sababu heshima yake yote kubwa huwa anaipata kwenye Champions League. Sasa mtu mpaka anagoma kushiriki shirikisho, maana anaonekana tayari kashashuka. Yaani anaona kama ni aibu yeye kwenda kushiriki shirikisho. Kumbe ni mashindano, kishoshuka unaenda kushiriki kule. Na sio mara ya kwanza yeye kushiriki. Sijajua ni kitu gani ambacho kinamfanya yeye asende kushiriki shirikisho. Na tutasubiri na kuona, je, ni kweli msimu ujao hawatoshiriki kwenye kombe la shirikisho? Na kama hawatoshiriki, CAF watachukua hatua gani dhidi ya National Real? Kwa sababu wao sio wanaopanga timu fulani iende. Unaona bwana? Wao wakishapangiwa kwamba kutokana na matokeo yako mabovu, kule lazima uende, kwa sababu hawaja kusababisha wewe uende shirikisho. Ni wewe mwenyewe umeshindwa kuperform kwenye ligi yako na kusababisha kwenda kudondokea shirikisho. Unagoma nini? Mbona sisi tumedondokea shirikisho msimu uliopita na tukacheza hatua ya finali, tuligoma? Lakini miaka kama 4 nyuma pia tulicheza shirikisho, tuligoma? Hatukugoma, ni kawaida. Kwa hiyo watani zako kushika nafasi ya 8, nyinyi nafasi ya 3. Kwani nyinyi Mnandi Junior mnalionaje? Hiyo ni sehemu ya faraja katika klabu ya Simba, mashabiki, wanachama, management, wachezaji, benchi la ufundi. Kila mmoja saizi anaenjoy kusikia hiyo taarifa. Hakuna mtu ambaye hawezi kuenjoy akisikia hiyo taarifa. Kwa kila mmoja taarifa hiyo kwake lazima iwe faraja, na anaendelea kupata confidence kuelekea kwenye kuwania ubingwa wa msimu huu. Bwana, Libase Gay pamoja na Nese Teula wanawindwa na vilabu vikubwa barani Afrika, kwa maana Experience Fitness pamoja na MC Alger. Wanawinda wachezaji wenu hawa wawili. Ogopa matapeli. Ogopa? Hauzwi Libase wala Anse Oula, mimi napenda kumuita Mkuria. Hawauzwi. Kwa sababu Simba tunashindwa kufanya vizuri kwenye mashindano, kila siku huwa tunaishia quarter final, kwa sababu wachezaji ambao wanafanya vizuri wote huwa tunapiga pesa. Mimi naamini hata viongozi wangu ni washauri kwenye hili. Bado uwezo mambo ya kuanza kuuza wachezaji Simba bado. Malengo yetu si ni kuwa mabingwa. Ukiuza wachezaji maana huwezi kwenda kuwa bingwa. Ndio kitu kilichokuwa gharimu Arsenal kukaa miaka 22 bila ubingwa. Arsenal asilimia kubwa walikuwa wasajili wachezaji kutoka kwenye vilabu vingine. Wao walikuwa wanapandisha wachezaji kwenye akademi yao, wakifanya vizuri msimu unaofuata, wanauza, wanaendelea kupandisha vijana. Maana walishindwa kufanya vizuri kwa sababu hiyo. Na sisi tukisema tuuze wachezaji waliokuwa bora, sasa hizi maana hatuwezi kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kazi yetu ni hiyo hiyo, makundi robo finali. Sasa sio malengo yetu. Malengo yetu ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Huwezi kuchukua ubingwa wa Afrika kama utakuwa unauza wachezaji wako bora. Yaani ni kitu ambacho kiwezekani. Huyo Ahali mwenyewe na umwamba wake wote hauzi mchezaji wake bora. Piramidi hao hapo.
Mayele alikuwa anahitajika kutoka nje tu ya ile taifa. Na wamegoma kumuuza. Mayele yupo hayupo Piramidi? Bado yupo. Hawezi kuondoka kwa sababu ni mchezaji ambaye wanahitaji nalo. Hawajafikia malengo ambayo wanayahitaji. Hao Piramidi wamechukua ubingwa na wamegoma kumuuza Mayele. Sisi ubingwa hatujachukua na hatujacheza hata hiyo finali. Zaidi ya kucheza nusu finali mwaka 74. Tunahitaji ubingwa. Kwa hiyo kina Dibase, kina Oula hawauzi Simba. Kama wanataka mchezaji tuwauzie, waje tuwauzie nani? Golikipa. Golikipa nani? Yule kutoka Zanzibar huko. Yakubu Suleiman. Waje tuwauzie Yakubu Suleiman. Wakitaka begi, waje tuwauzie Ismail ni nani yule bwana mdogo? Hussein Mbegu. Tunauza. Wale tunaweza tukauza kwa sababu ni chachu kuja kusaidia taifa letu, lakini kwa wale ambao tumewachukua kutoka kwenye mataifa tofauti, hatuuzi. Ogopa matapeli. Yani hatuuzi. Nimeshawasikia wanakuja kwenye 18 zetu kuhitaji wachezaji wetu. Kwa hiyo waambie kabisa hao wachezaji hawauzi Simba. Na viongozi pia, hii ni salamu kwao. Hakuna mchezaji hata mmoja anatakiwa kuuzwa Simba kwa sasa hivi. Wachezaji wote wanatakiwa kusubiri kutimiza malengo yetu. Tukitimiza malengo yetu ndipo waweze kwenda kuangalia maisha mengine. Lakini kwanza tutimize malengo yetu. Tukishachukua ubingwa, kuuza wachezaji milango meupe. Lakini kwanza tuchukue ubingwa wa Afrika. Alafu ndio tuweze kuuza. Kwa sababu msimu ujao mimi naamini Simba tukijipanga sawa sawa, ubingwa lazima uje Msimbazi. Hamna ndi bwana. Kwa timu hii uongezee watu pale. Kwa sababu watu ambao kuondoka pale ni wachache. Jonathan Soa manake ndo ataondoka kitambaa cheupe. Umeona bwana, nafasi yake moja kwa moja atakuwa aletwe striker katili. Hata kiwezekana tuletewe hata Haaland. Tuletea Haaland pale. Adondoke pale. Haaland huyo unamjua wewe wa Man City. Tudondoshewe pale. Mtaweza kumnunua Mnandi? Wewe hela tunayo. Sasa kama saizi huko tayari tushapewa thamani hiyo ya pesa. Hatujajipa wenyewe, tumepewa huko thamani ya pesa. Hii pesa Simba ipo. Sawa, thamani ya timu sio maneno. Thamani ya timu ni uhalisia. Kama uhalisia huna wewe huwezi kusifiwa. Wewe utakaa kwenye mwiko tu. Nani atakusifia? Wewe utakaa kwenye mwiko utasifiwa wenzako ambao wanafanya vizuri uwanjani. Nani atakusifia? Mtu anajisifia mwenyewe kila siku. Hiyo timu hiyo. Wao ni bora. Nani anawasifia? Msifiwe na watu. Ndio klabu bora inasifiwa na watu, hajisifii yenyewe. Kama mtu anajisifia mwenyewe maana kikachajua kwamba yeye ni kitonga. Watu wanashuka namna hiyo. Wao ni kitonga tu, watu wanashuka. Kwa hiyo Libasa asiondoke. Aondoki. Unisikilize mimi. Hauzwi Libasa. Anse Oula hauzi ama kumwita kumuita Mkulia. Hauzwi. Yaani ogopa matapeli. Atampanza? Nimekwambia mchezaji yoyote unamjua wewe pale Simba sasa hivi. Kwa hakuna mchezaji wa kuondoka. Zaidi Simba wanataka waongeze mchezaji. Watoe nani? Black Lion, tutoe striker katili. Ikiwezekana Haaland adondoke. Selemani naye? Salem Zawa. Siko amekuja kutoka Adadi yule. Sawa, kama wenyewe wanataka arudi kule sababu sikaja kwa mkopo anaweza karejea. Kwa sababu yule ni mchezaji ambaye anatakuwa kulisaidia taifa hili. Umeona? Kwa hiyo akiwa kule bado anaenda kuongeza vitu ili kuja kulisaidia taifa. Lakini ikiona inafaa bado endelee kubaki Simba, basi ataendelea kubaki Simba. Mimi sina shida naye kwa Suleiman Mwalimu Gomez, kama tofauti na Miraji mara moja alichokiongea tu jana, sijuzi. Kwa kweli binafsi amemkosea heshima. Huyo mchezaji ambaye unamzungumza sasa hivi ndio ameipa heshima sasa hizi kumkanda Yanga na maneno yamepungua na kombe tumechukua kwenye mabega yao kupitia huyo Gomez. Kwa hiyo leo ukimdharau na kumuona mchezaji wa kawaida ni kumkosea heshima. Mchezaji mpaka sasa hivi ana goli 8. Ushaona bwana? Nitajie mchezaji gani mwingine mzao ana zaidi ya hizo goli 8 kwenye position hiyo namba 9. Kwa hiyo usimkosee heshima kwa sababu wachezaji wetu asilimia kubwa wazawa wanafanana asilimia 90. Hakuna mchezaji ambaye unasema huyu ni katili. Wachezaji wetu asilimia 90 wanafanana. Kwa nini uanze kumkataa? Unataka mchezaji wa daraja gani hapa ndani ambaye anaweza kuja kuitumikia Simba na akawa namba 1 kwako? Kwa hiyo binafsi kuna baadhi ya maneno sio ya kuzungumza. Kuna maneno atakuwa yafunikwe iwe siri ya kambi. Kama maneno pia aliongea ndugu yangu Kisugu. Mzalama mwenzangu kaongea jana pia. Sasa sijajua wakati anaongea kuna watu walimbananisha ama inakuaje sijui. Alisemaje Kisugu? Kaongea maneno mengi kuhusu kadi za wanachama. Anapigiwa simu kila mkoa. Sasa unapigiwa simu wewe, usipigiwe viongozi wa Simba, unapigiwa wewe. Wewe ndio mwenye mamlaka kutoa kadi. Wewe jibu lako ni dogo tu bwana. Management mpaka sasa hivi bado hawajatoa taarifa kadi lini zinatoka. Full stop. Na kama mnahitaji ufafanuzi zaidi, pigeni simu kwa viongozi. Mimi ni mshabiki wenu maarufu ambaye mwenye ushawishi. Jukumu langu ni kuzungumzia kitu positive na kile negative pia kukizungumza kwa marefu na mapana ili kisiwe na athari kwenye klabu yetu. Lakini wewe sio umesimama unataka kuwajibia wale mashabiki kwamba kadi zinatoka lini. Kwa sababu wewe sio ulotangaza kadi zinatoka lini. Na wewe sio mwenye mamlaka ya kutoa kadi. Wewe ni mshabiki kama mshabiki mwingine. Wewe ni mwanachama kama wanachama wengine ambao tayari wana kadi. Kwa hiyo swala la kuzungumzia kadi za wanachama wanatakiwa walizungumzie viongozi. Kama wao wanataka kupiga simu, wapigie simu viongozi. Ndio wenye mamlaka ya kulijibia hilo, sio sisi. Sasa leo unatoka
na wewe unaenda kukalia hapo hapo kwenye sukari. Haya, unasema kwamba watu wakifocus kwenye engo moja, engo nyingine zinaenda kufeli. Ni uongo. Wewe siwezi kuamini hilo. Sasa hizi tu focus na kadi za wanachama, alafu tumekosa ubingwa. Kadi ya wanachama inakusaidia nini? Kwa hiyo Kisugu napingana naye kwenye swala hilo. Napingana naye kwenye hilo. Kadi ya wanachama ni haki kwa mwanachama kuipata. Sawa? Hiyo ni haki yake mtu kuwa mwanachama. Lakini kwa wakati gani unaenda kuwa mwanachama? Kwa wakati gani? Sasa hizi tuko akili yetu yote na waza ubingwa, sio kadi. Wewe sasa hivi kuna mshabiki anakumbuka basi. Simwambie basi na kwa mwezi wa 5 nitakuwa nishaingia hapo. Sawa? Wewe mpaka sasa hivi kuna mshabiki anakumbuka basi Jeruti ilikuwa wapi? Yupo. Sisi akili yetu yote sasa hizi inawaza ubingwa. Sawa? Hizo kadi zinaweza zikatoka msimu ukiisha. Tuna break pale ya miezi miwili mapumziko. Miezi ile ndio kila kitu. Usajili wa wachezaji na wanachama tasajiliwa kipindi hicho. Huo ndio muda wa usajili. Sasa hizi sio muda wa usajili. Huu muda sasa hizi wa kukusanya makombe yarudi pale Msimbazi. Ndio akili yetu ilipo. Lakini wewe unaenda unabadanishwa. Unaenda unakaa kooni unaanza kuwauliza viongozi kadi vipi? Kweli? Unaweza kuuliza swala la kadi sasa hivi. Yaani mimi nawaza ubingwa sasa hivi wewe unawaza kuuliza kadi. Inaingia akilini hiyo? Tutawauliza swala la kadi na vitu vingine tutawauliza baada ya msimu kutamatika. Kwenye hiyo miezi miwili ya mapumziko tutajaji vitu vyote. Lakini sasa hizi sio muda wake. Kwa hiyo kama Kisugu kuna watu labda wamekutekenya waya, wamekuagiza. Bwana tusameheane kwenye hicho kipande. Tunakuomba sana. Huu sio muda wa kufufua makaburi huyu. Sawa? Huu sio muda wa kufufua makaburi. Tufocus kuipambania Simba yetu irudishe heshima yake. Tusifocus kwenye swala la basi, kwenye swala la uwanja wala swala la kadi za wanachama. Sasa hizi akili yetu yote inawaza kwenye ubingwa tu. Yaani ukilala ukiamka unakuwa uwaze ubingwa tu. Habari ya kuambia kwamba ukishika kimoja hivyo vingine vinaharibikiwa ni uongo. Tusidanganyane. Nani kashika vyote na kafanikiwa? Hao wenzako labda unataka kuwatetea. Wamewaambia kwamba wao mchakato wao mabadiliko unakamilika kwa wakati kuliko sisi wa kidigitali. Mpaka leo mbona hauzungumzi? Umesikia unazungumza na wenyewe na wauliza. Si wanashinda? Wangekuwa washindi asingeuliza. Lakini kwa sababu wanashinda na makombe wanapata. Na ndio maana mchakato wa mabadiliko hawaujaji. Wewe sasa hizi unaanza kujaji kadi za wanachama na kati sasa hizi akili yetu inawaza ubingwa. Kwa sasa hizi waachane na habari ya kusaka ubingwa, waendelee na process za kadi za wanachama. Hizo wenyewe wameshasema ziko kwenye mchakato, waache waendelee nazo. Sisi tukimaliza msimu, pop, msimu umetamatika, ndipo tutaenda kuwajaji viongozi. Jamani, zile kadi za wanachama vipi? Zinaanza kutoka lini? Lakini sasa hivi sio muda wa kuuliza kadi za wanachama. Kama kuna mshabiki sio kutoka mkoa gani anakupigia wewe, sio hapa Mkumbe sio wapi anakupigia, mwambie muda huu sio muda wa kuuliza kadi. Inawezekana kawa somo na Simba wanaopiga simu. Wewe inawezekana kawa gongo wazi ndio anaulizia kadi za wanachama sasa hivi. Akili ya mashabiki wa Simba sasa hivi ni kuwaza ubingwa tu. Tushinde mechi tuchukue ubingwa basi. Hao masuala mengine yote mwisho wa msimu. Sio muda wa kuanza kadi. Sawa? Kadi haitufanyi sisi tukawe mabingwa. Sawa? Tumechukua ubingwa mara 4 hapa. Watu walikuwa na waza kadi. Kadi sisi kwa zitoki wakati tunachukua mara 4. Kuna nani hapa alikuwa na waza kadi? Kwa hiyo hizo sio shida zetu sasa hizi. Kadi za wanachama tutazijaji baada ya msimu kutamatika. Kwenye break ya hiyo miezi miwili ya mapumziko kila kitu kitasajiliwa hapo. Lakini sasa hivi kila mwana Simba yoyote ulipo, uwe kwenye shimo, uwe kwenye gorofa, uwe baharini, tuwaze ubingwa. Akili yetu yote tuwekeze kwenye ubingwa. Kama kuna mtu anapiga simu kuulizia kadi za wanachama, basi mwambie apige kwa viongozi moja kwa moja. Ni kwanza mtu asinipigie simu saizi kuniuliza kadi. Tagombana naye. Nandi kama umechafuka. Nisikilize. Sasa hizi mimi mtu yeyote ambaye anajua yeye yuko Tanzania, yuko nje ya mipaka Tanzania, maana kote nina wadau na mawasiliano nao. Kama una mipango ya kuulizia kadi muda huu, basi mimi usinipigie simu. Utagombana na mimi. Mimi akili yangu yote sasa hivi nalala, naamka nawaza ubingwa. Sawa? Nawaza ubingwa. Sababu nimekosa msimu uliopita kwa sababu mipango. Watu wameenda kuandamana, wameenda sehemu wanazoziona wao zinafaa, wakapewa ubingwa. Sasa sihitaji kujitokeza tena ya msimu uliopita. Kwa hiyo yoyote anaopiga simu kuulizia kadi za wanachama. Pale msimu uliopita nyinyi mlikosa ubingwa kwa sababu gani? Mipango tu. Sasa ubingwa tulikosa kwa uwezo. Mlifungwa pale goli 2 pale. Tumefungwa wewe, timu imepelekwa pale, watasema mashabiki hatujui. Saa 6 mchana wanatoa taarifa kwamba tunaleta timu. Wewe sheko na dabi inachezwa vile. Ndio dabi ya kitoto namba 1 kuwahi kuchezwa toka ligi hii ianze. Au toka vilabu hivi vianzishe, ndio ile. Sijai kuiona. Kwa sababu nguvu tu ya nje ya mpira ndio ilitumika kwenda kuchezwa ile dabi. Kwa dabi imechezwa kihalali. Ile nguvu ya mpira, kwa sababu hata bodi ya ligi wenyewe walopanga tarehe ya mchezo, sawa, walivyobadilisha ile tarehe ya mwanzo kupanga tarehe ile hakutoa sababu, na kati ile ya mwanzo walitoa sababu, lakini tarehe ile nyingine walopanga hakutoa sababu, lakini sisi tumepeleka timu kwenda kucheza. Wewe unaona wewe ulikuwa utaratibu ili tukimika nguvu ya nje ya mpira ndio imeenda kufanya nyuma mwiko kwa mabingwa. Kwa hiyo tushajua mianya yao yote, ndio maana msimu tunawaambia weka tuweke, ukitoa tunaweka, ukitoa tunaweka, yani mpaka kieleweke. Yaani ukiweka shingo, ukitoa sasa tunaweka mguu. Ukitoa mguu sasa tunaweka kichwa.
Yaani mpaka kieleweke msimu huu. Yaani mpaka kuhakikisha Simba anakuwa bingwa. Lakini mtu si anakaa anapiga simu anaulizia kadi ya wanachama sasa hivi chonde. Sasa Mnandi mtakuwaje mabingwa ili hali ukiangalia msimamo tayari Young Africans amekalia juu, wenyewe wanasema pale juu hawang'oki mpaka ubingwa. Hawang'oki, mbona wameng'oka? Kwani sisi tulishai kukaa juu pale toka ligi imeanza? Sisi tumekaa mara 2 sasa hivi karibuni, au umesahau? Mara hizi 2 tumekaa juu pale. Tulishai kukaa pale toka msimu umeanza. Sasa hiyo ndio ishara njema hiyo. Yaani anaoimba mwanzoni ajisikii la, ila anaomalizia muziki ndo anajisikia furaha. Anaoimba mwanzoni ajisikii la, anaomalizia ule muziki ndo anajisikia la. Sisi ndo tunaenda kumalizia sasa. Mnandi bwana. Au juu kila nyama kule kwenye mkia ndo kutamu zaidi. Wewe vipi bwana? Nyama ya nini hiyo? Utajua wewe kama ya fisi au ya sisimizi. Lakini pia bwana unatafuna au mnajipa moyo tuna matumaini. Isikilize, Simba bingwa. Wao sikiongozewa akawaambia kwenye mkutano kama kawaida yake Juma Mwiko bingwa. Kaongea tena pale sio ametia saini si ya nini? Pale saini sio ya Menkwa, walifungua darasa la kufundisha Menkwa pale. Elimu ile watu wazima wanafundisha kwa mfungo. Kumbe taarifa nilikuwa nao wamefungua darasa pale ile saini. Pale kuna shule ya Menkwa imeanzishwa Jangwani. Kwa hiyo hata wewe bwana unaweza kwenda kujisomea pale. Bwana Mnandi, Mchome ni shabiki wa timu gani? Kwani wewe umjui? Anavaa jezi ya Simba lakini. Kuvaa jezi ya Simba sio tija. Sawa? Wapo watu wanavaa mabaibuni unajua mtoto wa kike kumbe wa kiume ili akatimize jambo lake. Haujawahi kuona? Haujaona watu wanavaa mabaibuni kwa ajili ya kutimiza majambo yao? Anavaa baibui, anavaa kininja kabisa unajua mtoto wa kike kumbe dume. Sawa? Kumbe dume. Watu wakatimize malengo yao. Kwa hiyo mimi naamini hizo sio shida zetu. Sawa? Hizo sio shida zetu. Mchome mapovu yeye ni Juma Mwiko, kaja Simba kutafuta maisha. Kaja Simba kutafuta maisha. Yaani wewe ukitaka kupata maisha, isemee mabaya Simba. Fasta tu. Mtoli unakuja nyumbani. Wewe Mnandi. Sasa ukasemea kwenye mabwawa kwenye mbu nani anakufuatilia? Kuna nani umemwona anavaa jezi ya Juma Mwiko anaisifia Simba? Yupi? Ambaye anavaa jezi ya Juma Mwiko anaisifia Simba kama Mchome yupi? Wewe nitajie yupi? Wao ambao wanamsadiki kwamba huyu chawa nitajie yupi anavaa jezi ya Juma Mwiko anaisifia Simba? Unamjua? Sija kumuona. Yupo. Ndio maana yake hakuna maisha huko, maisha ya Msimbazi. Biashara zote zinafanyika Msimbazi katikati ya mji sio kwenye bwawa kule. Wao wenyewe washajijua kwamba wao Galaumbezi ndio maana wamekaa kule ufukweni. Timu yenye zamani inaweza kukaa kwenye bwawa. Timu yenye zamani inakaa mjini. Timu ya zamani wajumlishe vijengo vao vyote walivyokuwa navyo vyote. Hawafikii thamani ya jengo la Simba pale katikati ya mji. Wajumlishe vijengo vyao vyote walivyokuwa navyo vigofu hivyo Fadhili Pendo wakusanye vyote. Sawa? Lakini haifikii thamani ya jengo la Simba lilikuwa katikati ya mji. Kwa nini? Wao lile jengo lina thamani kubwa kuliko majengo yote kale yako. Hapo liko barabarani limepakana na benki pale. Wala famasiala nini? Limepakana na benki pale. Au wewe unajui hilo kama ile jengo limepakana na benki hapa. Na Simba lipokulia benki iko kushoto hapa. Au hujaliona hapa? Naliona hapa. Sasa jengo lina thamani lipo katikati. Yaani kuzungumza Kariakoo lazima utaje Msimbazi. Ndio utagawa mitaa mingine yote. Sasa jengo limekaa katikati ya mji unafanya masiala ni kitovu cha Kariakoo. Lazima utaje Msimbazi. Lazima utaje Jangwani. Jangwani sio mjini. Nani kukwambia Jangwani mjini? Jangwani shambani. Wewe Jangwani naye kukwambia mjini. Yaani sehemu inaitwa Jangwani inaweza kuwa mjini. Ushawahi kusikia sehemu inaitwa Jangwani? Yaani jangwa Afrika ya mjini. Mjini kunaitwa jangwa. Ndugu zako wanajenga uwanja pale. Jangwani ushasikia mjini? Wanajenga uwanja ndugu zako. Wewe sio uwanja, taifa tulizokuwa nazo wanajenga shule. Shule. Shule ya nini? Elimu ya watu wazima Menkwa. Wanajenga shule ya Menkwa pale. Wao Juma Mwiko wengi hawajaenda shule. Kwa nini kujifunza pale elimu ya watu wazima? Mnandi. Mimi nakwambia Juma Mwiko wengi hawajaenda shule wanaenda kujifunza pale elimu ya watu wazima. Hayo umeyapata wapi haya? Taarifa za ndani unapata kwangu. Ni siku ile nilikwambiaje, taarifa yoyote njoo kwangu mimi hata saa 8 usiku unaipata. Sehemu nyingine yoyote huwezi kupata zaidi hapa kwangu. Wewe ndo nakupa tena mimi. Sawa, taarifa tulizokuwa nazo pale. Wanajenga shule ya Menkwa.